Na kwa nini alimpa mtu mwingine mtoto wetu akamnyonyesha fulani anasema na mtoto wetu? Mimi hapana, mimi sijakubali chochote. Mtoto wetu anaonyesha kilo mpaka kwenye ultrasound. Huyo sio wa kwetu jamani, serikali tufanyie sana Mama Samia. Huyo mtoto mwenye kilo 2 sio wa kwetu jamani, kwa nini anatufanyia hivi? Mama Samia Suluhu Hassan achukue DNA ya watoto wote waliozaliwa hiyo siku, kwa sababu huyo mtoto mwenye kilo 2 sio wa kwetu. Na huyo Glory alishampa huyo Mariam akawa anamnyonyesha. Alafu tena amemtoa kwa Mariam amempeleka kwenye hiyo ndo premature room, ndo anasema ni mtoto wetu. Hapana. Wanatuambia yule mtoto aliotubalishia ni mtoto wangu, ila mimi sijakubaliana nao. Mtoto wangu najua yupo na amebadilishwa, kwa hivyo tunaomba mtusaidie katika hili Mama Samia. Mkuu wa mkoa tusaidieni katika hili nimpate mtoto wangu. Kwa maelezo pia mama anasema mtoto yule alivyozaliwa hata kama alikuwa ni wa kwake lakini hakupewa yakanyonyesha, alinyonyesha mtu mwingine. Na baadaye mtoto akachukuliwa tena akarudishwa akaambiwa ni wa kwake, pamoja na kuchanganya na kanga na mambo mengine. Kwa sababu tumetoka polisi sasa hivi na bado wamechoka, ninataka tupate muda zaidi wa kujua tutachukua hatua gani baada ya hapa. Lakini bado ni majibu ya DNA yametoka, bado faili itakuwa kwa mwanasheria wa serikali. Bado tuna room kubwa ya kujua zaidi ukweli ilikuwaje, kama alikuwa kweli ni wa kwake, kwa nini walipewa mtu mwingine akamnyonyesha. Na kwa nini mtoto alizaliwa bado hajawekwa jina, kuacha jina kwenye mkono kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo palikuwa na inaonekana palikuwa na kusudi la tangu mwanzo. Kwa nini mtoto azaliwa wote wasivalishwe majina? Kwa nini mtoto azaliwa alishwa kanga mwingine? Kwa nini mwingine anyonyeshe mtoto wa mwingine? Kwa hiyo bado kuna mambo ya kuangalia zaidi hapo. Kwa hiyo tutapata muda zaidi tutaweza kutoa majibu baadaye zaidi. Maiti bado hajachukua, iko mortuary tuliacha siku ile na mpaka sasa tunaamua tunafanya nini. Kwa hiyo baada hapa naweza kusema kama tutaamua kuichukua baada ya kuwaje tutapata majibu zaidi, tutawajulisha zaidi waandishi wa habari. Kwa hiyo baada ya kuitwa yule aliyechukua sampuli alitoa taarifa ya sampuli sasa kama sampuli A iliyoletwa kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali, sampuli A alikuwa ni nani, sampuli B alikuwa ni nani, sampuli C alikuwa ni nani. Na kwa hiyo mama fulani amemechi na sampuli A kwa asilimia ngapi, sampuli B kwa asilimia ngapi na sampuli C kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo pale wadau wote wakiwa wanasikiliza waliona ni mama yupi ambaye ameoanisha matokeo ya sampuli zile kwa asilimia 100 tuseme, kwa sababu ilikuwa ni asilimia 99.99 iliyothibitisha kwamba huyu na huyu wameoanisha vinasaba vyao. Basi hawa ndio mmoja ni mama mwingine ni mtoto. Kwa hiyo yule mama ambaye kwenye tukio linalozunguka mtandaoni alikuwa anakataa kwamba mtoto aliyepewa sio wa kwake, ikathibitika kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na mtoto mwingine ambaye alikuwa inasemekana kwamba si mtoto wa mama husika, ikathibitika pia kwamba yule mtoto ni wa kwake. Na kulikuwa na mtoto mwingine ambaye alizaliwa baada ya hao watoto wawili ambao nao walihisi huenda ni yule mtoto wa yule mama Neema. Kwa hiyo nayo ikathibitisha kwamba si mtoto wa Neema ila ni mtoto wa yule mama ambaye ni mtoto wake kweli. Kwa hiyo matokeo yalikuwa ni hapo na wadau wote tumeyasikia, tumeyapokea na serikali imeshauri tu kama mtu hajaridhika anaweza kaendelea kuchukua hatua. Lakini sisi kama chama cha wauguzi Tanzania tunapenda sana kutoa taarifa kwa wauguzi wote nchini kuendelea kutoa huduma vizuri kwa wananchi.